Vijana wa Gen Z wamekataa kutumika kisiasa na viongozi ambao wanajidai wapo ndani ya chama cha ODM kumpigia William Ruto kampeni ya kuchaguliwa tena mwaka 2027. Kulikuweko na hafla ambayo iliandaliwa katika uwanja ama ukipenda ukumbi wa KICC mnamo siku ya Ijumaa na viongozi wa chama cha ODM wakiwa na nia ya kumpigia William Ruto kampeni ya kuchaguliwa tena, wakisema kwamba William Ruto ni two term. Vijana waliondoka pale wakaanza kuimba William Ruto must go, yote yawezekana bila Ruto, na hawataki kusikia William Ruto, yani hawataki kusikia taarifa zozote kuhusiana na William Ruto. Ninakuomba kama wewe ni mgeni, tafadhali like hii video, bonyeza kengele ama like hii video, subscribe ninakuomba, alafu sambaza hii kando. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, mpenzi mtazamaji, ili kiendelee kukaa kikubwa, kiendelee kukupea taarifa za ukweli ambazo zimefanyiwa utendeti. Azimio letu ni kwamba mwaka huu utakapokuwa unaisha, mwaka 2026, tuwe tumefikisha 300,000 subscribers. Nina imani kwamba hilo tutatenda kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Sasa siku ya Ijumaa tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2026, Okech Salah mwenye amekuwa akijifanya kwamba alikuwa na Raila Odinga mpaka dakika ya mwisho ya kufariki kwake, aliweza kuandaa hafla ya comrades, sijui ni Linda Comrades, mahala ambapo aliweza kuwaita wanafunzi wa vyuo vikuu katika ukumbi wa KICC eti kwamba waweze kumuunga William Ruto mkono two term, wamchague mwaka 2027. Mandugu na madada wote, comrades power! Comrades power! Ndugu zanguni, sisi ni watu wa two term. Vijana walikuwa wanafikiri kwamba ni initiative ya kuanzishia biashara. Kufika pale wakakuta kwamba ni initiative ya kumuunga William Ruto mkono, na hata hawakupewa chai, hawakupewa hata pesa. Walienda pale wakapata kwamba wanapewa maji ambayo yako na picha ya Okech Salah. Pili, wakapewa matisheti ambayo yalikuwa, wakapewa matisheti ya chama cha ODM ambayo yalikuwa na picha ya William Ruto na Raila Odinga. Ruto yuko na chama chake cha UDA. Bwana Ruto ameanza sarakasi ya kupomoa ama kubomoa chama cha Raila Odinga cha ODM, na viongozi hawajui hilo. Sasa vijana walikasirika, wakatoka pale wakaanza kuimba yote yawezekana bila Ruto, Ruto must go. Wakatoa matisheti wakaanza kuyachoma. Vijana wakaanza kusema kwamba hawatambui Okech Salah, wao wanatambua Babu Owino mwenye hataki William Ruto. Sasa kuna swali ambalo unauliza, hizi pesa ambazo Okech Salah anasema kwamba sijui anatumia kuweza kuwapea vijana, zinatoka wapi? Watoto ODM wenye waliitwa KICC leo walienda kwa njia wakiimba yote yawezekana bila Ruto, Ruto must go, Okech Salah arudi kwao, akasema yeye si Mjaluo. Na huko kwa KICC walikuwa naimba babu babu babu, hadi Okech Salah akasirika. Acha nikwambie, hadi ukasirika ufanye nini? Hakuna Mjaluo anaweza amka asubuhi kupigia Ruto kura. Mtu mwenye anaweza amka asubuhi kupigia ni Raila, na venye Raila alikufa watalala, wewe tegemea huko. Okech Salah and your team, you have disappointed comrades. Twende. Nianza kuzichoka.
Nasikitika sana moyoni mwangu, ni nani aliyeumba sasa leo? Si wewe Mwenyezi Mungu, si wewe Mwenyezi Mungu, muumba haki na ukombozi. Sema, si wewe Mwenyezi Mungu, si wewe Mwenyezi Mungu, muumba haki na ukombozi. Nasikitika sana moyoni mwangu, ni nani aliyeumba sasa leo? Unataka tiaje? Wametoka mbali, wanarudi bila hata fare. Watu wamekuja branded water, hakuna kitu watu wamepewa. Hii ni mbaya sana, hii ni mbaya sana, na mimi nawaambia kama ni hivyo, mambo ni one time babu. Sisi comrades wametoka bure wote. Nina imani umeweza kuona kila tukio ambalo liliweza kutendeka, mpenzi mtazamaji, katika ukumbi wa KICC. Vijana wamekataa katakata kutumika. William Ruto hata aone afanye miujiza, aone atawanye bahari, aone afufue wale vijana ambao waliweza kuuliwa kipindi cha Gen Z. Vijana wa Gen Z wamekataa, hawataweza kumuunga mkono. Vijana wa Gen Z wamesema kwamba watanyoa William Ruto bila ya maji. Katika kanda hii ninaomba niweze kukueleza ni kwa nini vijana hawa waliamua kuimba yote yawezekana bila Ruto. Wengine wakaanza kuimba Babu Owino. Mimi ni Bwana Ezra, ninakuomba kwa mara nyingine tafadhali piga subscription. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo cha Kenyan Media, kiendelee kukupea taarifa ambazo ni za ukweli. Sababu namba moja ambayo unapaswa kuelewa, vijana hawa hawataki mambo ya William Ruto. Wengi wao wanakumbuka kwamba kuna comrades wenzao ambao waliweza kuuawa mnamo mwaka 2024 kwenye maandamano ya kukataa ushuru ambao ulikuwa umeongezwa na serikali. Vijana wengi waliuawa kinyama ambao walikuwa ni wanafunzi wa vyuo vikuu comrades. Vijana wengi walitekwa kwa kukataa ushuru. Vijana wengi walitekwa kwa kukataa uongozi mbaya ambao ulikuwa umefanya maisha yamepanda katika taifa letu la Kenya. Alafu hii leo serikali inataka wao waweze kusahau kwamba wenzao waliuawa. Wametuma Okech Sala na pesa aende kuwadanganya vijana kwamba sasa waunge hiyo serikali ambayo iliweza kuwaua vijana wenzao mkono. Haiwezekani bana, haiwezekani. Na ndio maana waliweza kuimba kwamba yote yawezekana bwana bila Bwana Ruto. Unawezaje ukasahau wenzako ambao waliweza kuuawa? Na hawa vijana ambao waliuawa hawakukuwa na makosa, walikuwa tu ni kukataa ushuru. Namba mbili, huu mkutano ambao Okech Sala alikuwa ameandaa katika ukumbi wa KICC, vijana waligundua kwamba ulikuwa sponsored na serikali. Na lengo la huu mkutano ni kuweza kuwachafulia jina wale ODM rebels, yani wale ambao wamekataa mambo ya two term. Akina Babu Owino, akina Edwin Sifuna, akina Caleb Hamisi, akina Anthony Kibagendi na wengine. Vijana walipogundua kwamba mkutano huu ni wa kutaint, ni kuchafua majina ya wale viongozi ambao wamekataa utawala mbaya wa William Ruto, vijana walianza kuimba Babu Owino apewe chama cha ODM aweze kukiongoza, na wala sio Oburu na wala sio Gladys Wanga. Vijana waligundua kwamba ule mkutano ulikuwa na nia mbaya. Okech Sala and your team, you have disappointed comrades, and therefore we are calling for NDC with immediate effect, and Babu Owino must resume the office because he's the right leader who can lead the party to the next level. ODM
is preparing itself to have a presidential candidate even in future and lead the country. And there, with this kind of management, we are doubting whether this party is going to find itself in the State House. Babu Owino and Edwin Sifuna and all those people in the same company, in the same group. I'm requesting that you continue to push for that, so that these people can call for an NDC, replace some people in the party there. We want Babu Owino to become the party leader, and I'm saying this categorically. I don't fear anyone. What I've seen today, Comrades are disappointed. Comrades power. Comrades ria. Comrades tibim. Babu power. Babu ria. Kitu kingine mpenzi mtazamaji, lazima tukizungumzia ukweli. Vijana hawa ni watu ambao ni wasomi. Wengi wao wanataka wakimaliza vyuo vikuu wapate kazi. Na wala sio kupewa token, eti sasa mmepewa maji ambayo yako na picha ya Okech Salah, eti sasa hiyo ndio kuunga serikali mkono. Nimeona tena Okech Salah akisema sijui yuko na mkutano wa kwanza kuzunguka kwa vyuo vikuu, ataenda kulinda comrades, sijui atawapea pesa. Hizi pesa ambazo zinachafuliwa, kwa sababu hauwezi ukaniambia kwamba Okech Salah anatumia pesa zake kupita kwenye vyuo vikuu kupeana hizi pesa. Hizi pesa ni za serikali. Vijana wanataka wakimaliza vyuo vikuu wapewe kazi, na wala sio kuweza kupewa vijisenti sijui shilingi 1000 ambayo inaweza ikaisha kwa siku. Wote comrades power! Comrades power! Ndugu zanguni, sisi ni watu wa tutam. Hapa jaribika jambo, niliona like kwamba your leaders mlikuwa mwelewani nao na kulikuwa na mvutano kati yenu, na nimeona haya kaleta kidogo mfurugano na leaders wenu kati ya comrades. Sasa nimeamua, kwa sababu mlikataa niwakabidhi mzigo zenu, nimeamua ya kwamba nakuja kutembelea university individually. Nitakuwa Nairobi University, nitakuwa JKUAT, nitakuwa TUK, nitakuwa KU. Mkwe nitakuja individual universities wiki ijayo, na nitawamalizana na nyinyi on Monday. Nitakuwa na nyinyi na nitakuwa nimemalizana na nyinyi wote. So nitakuja niwatembele hapo, nionane na leaders wenu wenye mnataka nimalizane na nyinyi. Meanwhile, comrades power 10 bila break, na mnisubiri hapo. Niko na nyinyi siku ya Jumatatu wote inshallah. Hayo ni madharau ya kiasi kipi? Vijana wanataka kazi na wala sio tokens za shilingi 1000. Na mwisho, vijana wanachukia ufisadi. Ufisadi ambao unaendelea kwa hii serikali, pesa zinapotea, alafu unapata kwamba wanasiasa wanatembea na pesa kwa ndani ya begi, wanaenda kugawanyana, sijui wanapewa wananchi 200, wanapewa mwingine sijui ni 1000 ndio uweze kuunga serikali mkono. Huu ni upuzi. Vijana wamekataa ufisadi. Ufisadi ndio umeweza kurudisha nyuma taifa letu la Kenya. Endapo tutamaliza ufisadi, tutakuwa tumeweza kulisaidia taifa letu. Okech Salah alikuwa nafikiri kwamba atatumia jina la Raila Odinga kuweza kujipatia umaarufu. Amekuta kwamba yeye ni 1 minute man. Alikuwa nafikiri kwamba ile fame ambayo anataka kutafuta ataipata wapi. Watu wamemwambia bwana, huyo Ruto ambao unatuuzia ni one term, hatumtaki. Kwa vijana wenzangu ambao mnanitazama, tusikubali kutumika. Mnakumbuka mwaka 2024 hawa wanasiasa walikataa kutusikiliza tulipokuwa tunakataa ushuru. Ni kipi ambacho kimeweza kubadilika? Wametuona kwamba sasa hivi tuko na umuhimu, wameanza kunyemelea kura zetu. Ili hali mwaka 2024 walituita majambazi, wenzetu waliweza kuuawa, wengine wakatekwa nyara na wengine wakapotea hadi leo hawajulikani waliko. Tusikubali kutumika. Asante sana. Wazo lako ni lipi?